Urusi imesema kwamba itaendelea kumsaidia rafiki yake watu wa Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje kutokea nchini Urusi, Maria Zakharova, ameweza kutangaza hivyo. Amesema ya kuwa tutaendelea kuwasaidia marafiki zetu nchini Iran kutokana na uharibifu wa hospitali nyingi na vituo vya matibabu ya dharura wakati wa uvamizi wa Marekani na Israeli, pamoja na idadi kubwa ya raia waliojeruhiwa ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto. Iran imeiomba Urusi kutoa vifaa vya matibabu kwenda nchini humo. Ameongeza kuwa waliingilia kati mara moja kuwasaidia majirani zao na washirika wao wa kimkakati chini ya uongozi wa Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambako mnamo Machi 12 ndege ya usafiri ya Tudashi 76 ya Wizara ya Dharura kutoka nchini Urusi iliwasilisha kundi la kwanza la misaada ya kibinadamu iliyoombwa ikiwa na zaidi ya tani 13 za dawa kwenye uwanja wa ndege katika jiji la Azerbaijan la Lankaran kwenye mpaka wa Iran. Mzigo huo ulikabidhiwa mara moja kwa wakilishi walioidhinishwa na nchi ya Iran. Mwanadiplomasia mkuu kutoka nchini Urusi, Maria Zakharova, amesema hivyo. Kauli ya Maria Zakharova inaonyesha wazi kwamba Urusi haioni mzozo huu kama tukio la muda mfupi, bali kama sehemu ya muktadha mpana wa siasa za kimataifa. Kwa kusema tutaendelea kuwasaidia marafiki zetu, Urusi inathibitisha kuwa Iran ni mshirika wake wa kimkakati wa karibu kabisa. Hii si lugha ya kidiplomasia pekee, bali ni tamko la msimamo linalolenga kuonyesha kuwa Iran haiko peke yake katika mgogoro huu. Ingawa taarifa inaeleza msaada wa vifaa vya matibabu, ukweli ni kwamba misaada ya aina hii mara nyingi hutumika kama chombo cha kisiasa, ambako Urusi inatumia msaada wa kibinadamu kujijengea taswira ya chini inayojali utu wa binadamu, hasa wakati ambapo Marekani na Israeli wanashutumiwa kwa kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kiafya nchini Irani, ambako hapa kuna mambo mawili ya kuzingatia. Kwanza, Urusi inajenga uhalali wa kimataifa, lakini pia inajaribu kubadilisha simulizi kutoka mshirika wa vita kwenda mkombozi wa kibinadamu. Hii ni mbinu ambayo Urusi imeitumia pia katika migogoro mingine, ikiwemo huko nchini Syria, ambapo iliweza kuingilia kati kwa madai ya kusaidia serikali halali na kupambana na ugaidi. Hatua hii ya Urusi pia ni ujumbe wa moja kwa moja kwa Marekani na Israeli kwa kupeleka msaada haraka na kwa hadharani. Urusi inaonyesha kuwa ina uwezo wa kuingilia haraka katika maeneo yenye mgogoro. Haitaiacha Irani ishindwe au kudhoofika kirahisi. Hii inaweza kuongeza mvutano wa kimataifa, kwani Marekani inaweza kuona hatua hiyo kama changamoto moja kwa moja kwa ushawishi wake katika Mashariki ya Kati. Hali hii inaweza kusababisha kile kinachoitwa proxy escalation, yaani mataifa makubwa kushindana kupitia washirika wao badala ya kupigana moja kwa moja. Uongozi wa Vladimir Putin pia umetajwa moja kwa moja katika taarifa hii. Hii ina maana kwamba msaada huo si wa kiwango cha chini, bali ni uamuzi wa juu kabisa wa kisiasa. Putin ameendelea kujijenga kama kiongozi anayepinga utawala wa Magharibi duniani, na msaada kwa Irani unaendana kabisa na mkakati huo. Kwa Putin, kusaidia Irani kunaleta faida kadhaa. Kwanza, kuimarisha ushawishi wa Urusi Mashariki ya Kati, kupata mshirika muhimu wa kijeshi na kiintelijensia, kupunguza nguvu ya Marekani katika eneo hilo. Ingawa taarifa imejikita kwenye misaada ya kibinadamu, historia inaonyesha kuwa mara nyingi msaada wa aina hii huwa hatua ya mwanzo ya ushirikiano mkubwa zaidi. Swali la msingi ni je, Urusi itaishia kwenye dawa tu au itaongeza msaada wa kijeshi? Dalili za kuangalia ni pamoja na uwepo wa wataalamu wa kijeshi wa Urusi nchini Irani, lakini pia utoaji wa mifumo ya ulinzi wa anga na ushirikiano wa kijasusi baina mwa nchi hizo. Ikiwa mambo haya yatatokea, basi mgogoro huu unaweza kubadilika kutoka vita vya kikanda kwenda mvutano wa kimataifa zaidi. Irani kwa sasa inajaribu kujiweka kama mhanga wa mashambulizi, na msaada wa Urusi unaisaidia kuimarisha taswira hiyo. Kwa kupokea misaada ya matibabu, Irani inaonyesha dunia kuwa raia wake wanateseka, miundombinu yake imeharibiwa, inahitaji msaada wa kimataifa. Hii inaweza kuisaidia Irani kupata uungwaji mkono kutoka kwa mataifa mengine ambayo hayako upande wa Magharibi. Na moja ya hatari kubwa ni kwamba mgogoro huu unaweza kuvuka mipaka ya Iran na Israeli na kuhusisha mataifa mengine. Tayari tumeona Marekani ikiongeza uwepo wake wa kijeshi Mashariki ya Kati, Urusi pia ikiingilia kwa msaada, nchi nyingine zikianza kuchukua msimamo. Hii inaweza kupelekea mgogoro mkubwa zaidi wa kimataifa, hasa ikiwa kutatokea makosa ya kijeshi au mashambulizi yasiyokusudiwa. Kwa ujumla, msaada wa Urusi kwa Iran haupaswi kutazamwa kama tukio la kawaida la kibinadamu. Ni hatua yenye uzito mkubwa wa kisiasa na kimkakati. Inaashiria kuendelea kwa ushindani wa nguvu kati ya mataifa makubwa duniani, hasa kati ya Urusi
na Marekani. Kauli ya Maria Zakharova ni zaidi ya maneno, ni tamko la msimamo wa Urusi katika siasa za kimataifa. Inaonyesha wazi kuwa dunia inaelekea katika hali ya mgawanyiko zaidi, ambapo mataifa yanajipanga katika makundi ya ushawishi. Ikiwa hali hii itaendelea bila jitihada za kidiplomasia za kupunguza mvutano huu, kuna uwezekano mkubwa wa mgogoro huu kuwa mkubwa zaidi na athari zake kuhisiwa si tu Mashariki ya Kati, bali pia katika dunia nzima.